يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث. Uzangu, leo tutaangalia hadith ya Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas yasema nilikuwa nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, faqala, kanambia, ya ghulamu, ewe kijana, inni uallimuka kalimatin. Ibn Abbas alikuwa na umri baina miaka 9 au 10. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anamwambia, ewe kijana, mimi nitakufundisha maneno. Maneno haya ni hazina kubwa kwako uyachukue. Mtume akamwambia Ibn Abbas, la kwanza kabisa, ihfadhillah, muhifadhi Allah. Vipi utamuhifadhi Allah? Ihfadhillah biimtithali awamiri wajtinabi nawahi. Muhifadhi Allah kwa kutekeleza yale aliyokuamrisha na kukatazika na yale aliyokataza. Ihfadhillah tajidhu tujahak, muhifadhi Allah, utamkuta mbele yako akikunusuru. Ukisimama sawa sawa katika mstari wa sawa, Allah atakuvusha katika zile sehemu nzito. Ahibat fillah, la shaka kusimama katika sawa ndiko kunakofanya mtu ahifadhi. Allah amenusuru dunia yako na akhera yako, ifanye, lakini kwa kuangalia mipaka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sehemu nyingine, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, mwenye kutenda matendo mema, au yeye ni mwanamume au ni mwanamke, tutampa maisha yaliyo mazuri. Ahbab, tujikurubishe kwa Allah, tuwe karibu na Allah. Kisha kamalizia, nimalizie kwa hapa kipande hiki cha hadithi, wa idha sa'alta fas'alillah. Ibn Abbas, jambo la pili, unapoomba, ukiwa na shida zako, ukiwa na matatizo yako, muelekee na muombe Allah, usikigeukie kiumbe kingine. Na hapa ni tauhid, hapa ni tauhid, kumpokesha Allah, na hapa ni tawakkul, kumtegemea Allah. Muombe Allah, kwani yeye Allah peke yake ndiye anaye wapa watu wakiwa na matatizo, wakiwa na shida, na ndiyo amewakinga. Angalia kule, Mwenyezi Mungu anatuelekeza tumwelekee yeye, wala tusiwaelekee viumbe, tusielekee mapango, tusielekee mizimwi, tusielekee mambo ya kienyeji, ili yakuondolee hali ulionayo. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani kumwambia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, waja wako wakikuuliza kuhusu mimi, waambie fa inni karibun. Na aya hii ilishuka pale masahaba walipokwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamwambia, ya Rasulullah, aqaribu rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Ewe Mtume wa Allah, je, Mola wetu yuko karibu na sisi tukanong'ona naye, ama yuko mbali tukamwita kwa sauti? Ikashuka hii aya, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni karibun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Waambie mimi niko karibu
naitikia maombi ya anayeniomba. Lakini basi tunamuomba kitu kimoja, faliyastajibu li, na aitike yale tunayomtaka, ambaye ni kutekeleza tuliyomwamrisha na kukatazika. Tunarudi kule kule katika hadithi, waliyu'minu bi, na awe na imani, sio unashaka. Unamuomba Allah unasema wanasemaga, hebu ngoja niangalie. Hiyo hauwezi kupata. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombe Allah hali ya kuwa una yakini atanijibu. Kama si leo ni kesho, kama si kesho ni kesho kutwa, au atanipa akhera. Unatakiwa uwe na moyo. Ndugu zangu, kumuomba, tumuombe Allah msaada, tumuombe Allah, wala tusiombe kitu kingine. Hadithi bado inaendelea, lakini dakika zetu ni hizi. Kikubwa Ibn Abbas anafundisha